Baada ya Simba kukosa kombe, waja na masharti mapya ya ligi 2025-2026. Katika kile kilichoonekana kama kipigo kizito kwa wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, klabu hiyo imejikuta nje ya mbio za ubingwa baada ya kuchapwa mabao 2-0 dhidi ya Yanga kwenye dabi ya Kariakoo iliyopigwa Juni 25, mechi ambayo ilibeba matumaini na presha kubwa kutoka kwa mashabiki wao. Sauti za mashabiki zilizojaa hasira, masikitiko na maswali zimechukua nafasi mitandaoni, baadhi wakilalamikia ukosefu wa mawasiliano kutoka kwa viongozi wa Simba kabla ya mechi, wakidai kutopata taarifa kamili kuhusu hali ya mchezo kulichangia kutojiandaa kisaikolojia. Lakini muda mfupi baada ya pambano hilo, Simba Sports Club haikukaa kimya. Kupitia taarifa rasmi, klabu imewaomba radhi mashabiki na wanachama wao. Poleni kwa matokeo ya mchezo wa jana. Tumejifunza na tunajipanga upya kwa msimu ujao. Tutaendelea kupigania Simba hadi ije juu. Taarifa hiyo pia imeeleza mpango kambambe wa klabu kwa msimu 2025-2026, ikiwemo usajili wa wachezaji wapya wenye ubora wa juu, maandalizi ya mashindano ya klabu bingwa Afrika, na kubwa zaidi, Simba Sports Club inakusudia kuwasilisha mchakato rasmi kwa bodi ya ligi, wakitaka sheria mpya ipitishwe, mdhamini mmoja asiruhusiwe kudhamini timu zaidi ya moja kwenye ligi hiyo. Wanasema hii itahakikisha ligi inakuwa huru, ya kihaki na yenye kukuza vipaji vya kweli. Je, wewe kama shabiki na mdau wa michezo, una maoni gani kuhusu hatua hii ya Simba Sports Club? Tuandikie hapo chini, na usisahau gusa neno subscribe chini ya video hii. Like na share video hii ili usipitwe na taarifa moto za uchambuzi wa michezo. Hii ni Momed TV. Tuko mbele kwa habari sahihi, zenye mvuto na za ukweli wa moja kwa moja.